Ndugu wapendwa katika Bwana, tunawasalimu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Tunawakaribisha kwa mara nyingine katika channel hii ili tuweze kuendelea kuchangia maneno ya Mungu. Neno la Mungu ni kama chakula cha kiroho katika maisha yetu. Kama jinsi huwa tunakula chakula kwa ajili ya kuhudumia miili yetu, ndivyo inavyotupashwa kula neno la Mungu kama chakula cha kiroho. Kwa hiyo ndugu mpendwa, na kukaribisha ili uanze na mimi mpaka pale nitakapotia tamati kwa neno hili ambalo Roho Mtakatifu ameniwezesha ili niweze kuchangia na wewe katika muda huu. Leo hii tunawakumbusha kwamba ni Jumapili tarehe 30 za mwezi wa 11 mwaka 2025. Inawezekana umeshatoka kanisani, umehudhuria ibada mbalimbali kwa siku ya leo, na ni kweli umehubiriwa, au mwingine hakupata nafasi ya kuhudhuria ibada katika makanisa mbalimbali. Kwa hiyo nyote nawakaribisha katika jina la Yesu ili tuweze kuchangia maneno ya Mungu. Kama wewe ni mara ya kwanza kwa hii channel yetu, mimi naitwa Filemon, nampenda Kristo na kwa wito wangu ni mwinjilisti. Leo tunaenda kuzungumzia mada ambayo isemayo kuogopa kutengwa na sinagogi kwa ajili ya kumkiri Yesu Kristo. Kwa sababu watu wengi wana hofu ya kumkiri Kristo kwa kuhofia kutengwa katika jamii, kutengwa katika dini zao, kutengwa katika makazi yao. Kwa hiyo hii ndio topic itakuwa kiini cha mafundisho haya. Kuogopa kutengwa na sinagogi kwa ajili ya kumkiri Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaenda kuzungumzia kuhusu mifumo miwili. Kuna mfumo wa ufalme wa Yesu Kristo na kuna mfumo mwingine wa masinagogi, au tuseme mfumo wa dini zetu leo au makanisa. Kwa hiyo tunapozungumza mfumo wa sinagogi, ni mfumo wa dini zetu kwa sasa, au mfumo wa familia zetu, au mfumo tuseme kwa ujumla mfumo wa kanisa. Na tutaonesha tofauti iliyopo katika mifumo miwili, mifumo ya kanisa au mifumo ya sinagogi na mfumo wa ufalme wa Yesu Kristo na mwana kondoo. Ni vizuri tukumshane kwamba Yesu alipokuja hapa duniani hajaleta udini. Yesu hajaleta udini. Yesu alichokileta, alileta uzima wa milele. Na hiyo inapatikana katika ile Injili ya Yohana 3:16. Biblia inasema, huyu ni mstari ambao sote tunauzoea katika neno la Mungu. Hata na mtoto ambaye wa Sunday school, huyu ni mstari ambao kila yeyote mchanga katika imani anaanzia. 3:16 Biblia inasema, inasemaje Biblia? Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumbe Kristo kilichomleta duniani hajaja kuleta udini, hajaja kuleta masinagogi, bali Yesu alileta mfumo wa uzima wa milele. Haleluya. Tukiendelea na kuchambua mada hii, tukisoma Yohana Mtakatifu katika ile sura ya 10 mstari wa 26 hadi 27, Biblia inasema nini? Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 26, Biblia inasema, lakini ninyi hamsadiki. Ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. 27, kondoo wangu
waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono yangu. Haleluya. Yesu Kristo anasema kwamba kondoo zangu, kondoo wangu nawapa uzima wa milele. Kwa hiyo maandiko haya yote yanatuonyesha kila ambacho kilichomleta Kristo hapa duniani, kwamba alikuja kutafuta kila ambacho kilikuwa kimepotea tangu mwanzo wa dunia kule katika bustani ya Eden. Mwanadamu alipoasi akala tunda ambalo Mungu alikuwa amemkataza, mwanadamu alipotea kwa sababu utukufu wa Mungu ulipotea. Mwanadamu akaanza kuhangaika na dhambi. Sasa Yesu kilichomleta duniani alikuja kutafuta yule mtu ambaye aliyepotea, ambaye alikuwepo katika dhambi. Yesu hakuleta udini, Yesu hakuleta masinagogi. Yesu alichokileta ni uzima wa milele kwa yeyote atakayemwamini. 3:16 Yohana Mtakatifu, Biblia imesema kwamba kilichomleta au kilichosababisha Mungu amtoe mwanawe wa pekee ili aje hapa duniani, alikuja kuokoa ulimwengu ili yeyote atakayemwamini apate uzima wa milele. Kwa hiyo huu ndio mfumo wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu alileta uzima wa milele. Tofauti sasa na mfumo wa masinagogi leo. Tofauti na mfumo wa masinagogi kipindi kile nyakati za Yesu. Kama tumeshatangulia kuzungumza hapo mwanzo, Yesu hakuleta udini. Udini ni mfumo wa wanadamu, ijapokuwa mwanzoni ulikuwa ni mfumo zaidi wa Mungu, kwa sababu Mungu alianzisha hema la kukutania na baadaye hekalu au masinagogi yakaendelea kwa ajili ya mfumo wa Mungu. Lakini wanadamu walipotosha lengo kuu la Mungu kupitia kuanza hema la kukutania. Mwanadamu kulingana na hisia zake, kulingana na manufaa yake na faida ya mwanadamu akageuza lengo kuu la kuanzisha masinagogi. Mwanadamu akaingiza mfumo. Mwanadamu aliingiza mfumo ambao unamnufaisha kama mwanadamu. Kwa hiyo sasa mfumo wa masinagogi ukawa umepishana na kilichomleta Kristo kuja hapa duniani. Acha tuchambue na tuchunguze vizuri mfumo wa masinagogi nyakati za Yesu. Kipindi Yesu anakuja kule Yerusalemu, mfumo wa masinagogi ulikuwaje? Kwa sababu tunapozungumza mifumo hii miwili, ni vizuri tuelewe kilichomo ndani au kinachosheheni mifumo hii, ili tuweze kuelewa zaidi mfumo huu wa masinagogi. Tujue kwa nini watu hata leo wanashindwa kumkiri Yesu, kwa sababu ya mifumo ya masinagogi, kwa sababu ya mifumo ya madini leo. Na tuelewe kwa nini Yesu nyakati zile alikuwepo duniani, kwa nini alikataa mfumo wa masinagogi, ni kwa nini? Kwa hiyo naomba ndugu yangu uendelee kunifuatilia. Yesu Kristo aliukataa mfumo ule kwa sababu ulikuwa hauna mamlaka tena, ulikuwa hauna uwezo tena wa kufikisha watu kwenye ufalme wa mbinguni. Mfumo ule wa Kiyahudi ulikuwa hauna malengo ya kufikisha Wayahudi kwenye uzima wa milele. Ulikuwa umepoteza uaminifu na Mungu wa kuongoza watu wa Mungu kumtii Mungu, kama jinsi Mungu kipindi chote alikuwa akiwasihi kwamba wazitii amri zake. Tunaposoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 23, ndipo tunaweza tukaona vizuri jinsi gani Mungu kupitia Yesu Kristo
alikataa ule mfumo wa Kiyahudi. Akaukataa kwa sababu ulikuwa umepoteza maadili ya kimungu, maadili ya kuongoza watu wa Mungu kumtii. Hii sura ya 23 katika Injili ya Mathayo ni kielelezo ambacho kinaonyesha jinsi gani Yesu Kristo alikataa ukuhani wa masinagogi. Na huo mfumo wa masinagogi ulikuwa umejengwa juu ya Mafarisayo na waandishi. Tusome Mathayo 23 mstari wa 13. Mathayo mtakatifu sura ya 23 mstari wa 23. Biblia inasema nini? Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbingu, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachii waingie. Mungu atuhurumie sana. Yesu Kristo akawapa ole, akawaonya Mafarisayo na waandishi kwamba wanapotosha watu wa Mungu, wanawafungia ufalme wa mbinguni mbele zao ili wasiweze kuingia ufalme wa mbinguni, ili wasiweze kunyakua ule uzima wa milele. Akawaambia, mnachokifanya na nyinyi hamtaingia katika ufalme wa mbinguni, na hao watu ambao walioko mbele zenu inakuwa ngumu kupenya na kupata huo ufalme wa mbinguni. Unaposoma sura hii ya 23, utaona maneno ya ole ya Yesu Kristo yanajirudia kama mara 8. Bwana Yesu akiwapa ole, anawaonya hawa Wafarisayo na hawa na waandishi. Hawa wote ndio walikuwa wanaongoza, hao ndio walikuwa mbele katika imani ya Kiyahudi. Yesu akawaonya kama jinsi hata na leo Yesu Kristo anawaonya wachungaji wa leo ambao wanawafungia milango waumini. Kuna watu wengi katika makanisa hata na leo ambao wanao shauku ya kuona ufalme wa mbinguni, lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu ya wachungaji, wainjilisti na walimu wa kanisa. Hata na leo Yesu Kristo anawaonya. Hii ni ole nyingine ambayo inashuka kutoka mbinguni kwa wewe mchungaji, kwa wewe kiongozi wa kanisa, kwa wewe mhubiri, kwa sababu tunawafungia watu mlango mbele wa ufalme wa mbinguni. Hawawezi kupenya. Yesu Kristo akasema kwamba nyinyi Mafarisayo na nyinyi walimu au waandishi, ufalme wa mbinguni hamtauona, na hao waumini ambao wanaokaa mbele zenu hawatoweza kuona ufalme wa mbinguni. Ndio maana ndugu zangu mnanifuatilia, wapendwa katika Kristo, ndio maana tunasema chunguza kiongozi aliyoko mbele yako. Chunguza mwinjilisti ambaye anakugawia chakula cha kiroho ni nani. Chunguza mchungaji wako ni nani, na uchunguze mafundisho anayokufundisha. Yesu Kristo hapa aliukataa mfumo huu wa Kiyahudi kwamba hauwawezeshi watu kuwa na ufalme wa mbinguni au uzima wa milele. Ukisoma sura hii utaona vizuri jinsi gani mfumo huu wa masinagogi ulikuwa hauko tayari kuwafungulia mlango watu waweze kuunasa uzima wa milele. Kwa hiyo ilikuwa ngumu Wayahudi kubaki na utiifu wa Mungu. Ilikuwa ni ngumu, kama jinsi hata na leo kuna waumini katika makanisa mbalimbali na kuwa ni ngumu sana kutafuta utakatifu kwa sababu ya mafundisho potofu ya walimu katika makanisa leo, ya viongozi katika makanisa leo. Mungu atusaidie sana. Katika fundisho tuliyofundisha hapo awali, unaweza ukapitia chaneli yetu hapo juu. Tulifundisha au tulieleza jinsi gani hawa makuhani walipotosha sheria ya Mungu kwa ajili ya faida zao. Utaangalia kama hujaangalia kipindi hicho, unaweza kuikuta kwenye peji yetu. Tulionyesha jinsi gani Yesu Kristo aliendelea kuwakemea kwa sababu walikuwa wakiongeza sheria
wanapotosha sheria za Mungu kwa kuongeza sheria zao kwa manufaa, kwa faida yao wenyewe. Hao walikuwa ni makuhani ambao walikuwa wamejenga mfumo wa Kiyahudi, mfumo wa masinagoge kule Yerusalemu. Mungu alitoa amri 613. Tukijumuisha zile amri 10, kulikuwa amri nyingine au sheria nyingine Mungu alizozitoa kwa ajili ya wana wa Israeli kupitia mkono wa Musa. Lakini wazee wa Kiyahudi wakabuni zingine sheria ambazo zilikuwa zinafika takriban 1500. Na hizo zote sheria zilikuja kufanya dini ya Kiyahudi kuwa mzigo kwa watu ambao hawangeweza kujitwisha. Mungu alitoa sheria 613. Na hizo sheria za Mungu ilikuwa ngumu sana kwa wana wa Israeli kuzitekeleza, kwa sababu zilikuwa hazina uwezo wowote wa kuwasaidia watu kuzitii. Ndio maana Biblia inasema kwamba udhaifu au madhaifu ya sheria ndio yaliyomsababisha Yesu Kristo kuja duniani, akaja na neema. Kwa hiyo sheria hizo za Mungu zilikuwa ngumu kutekelezwa na wana wa Israeli. Sasa Wayahudi ambao walikuwa wamejenga mfumo wa masinagogi wakaongeza zingine sheria 1500 kwa mantiki kwamba wanasema kwamba hizi ni za kukarabati sheria za Mungu. Mfumo wa Kiyahudi, mfumo wa masinagogi kule Uyahudini ukawa mgumu sana, ikawa kama kuzimu kwa Wayahudi. Walikuwa wameshindwa kutekeleza sheria za Mungu 613. Wayahudi wakaongeza zingine sheria 1500. Kwa hiyo dini ya Kiyahudi ikawa mzigo mkubwa sana. Sheria hizo ziliundwa, zilibuniwa na wazee wa Kiyahudi ambao walikuwa ni waandishi na Mafarisayo wa nyakati za kale. Na sheria hizo ndizo zinazoitwa mapokeo ya wazee. Na hizo sheria ziliandikwa katika vitabu. Kuna kitabu ambacho ukifanya utafiti kinaitwa Mishnah. Hicho ndicho kitabu kilichoandikwa sheria za wazee au mapokeo ya wazee. Na sheria hizo zikafundishwa vizazi kwa vizazi. Sasa watu wakatilia manani sana sheria hizo za wazee. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, epuka na mapokeo ya wazee. Kuna yale ambayo yamefundishwa katika makanisa. Kuna sheria tofauti ambazo ziko kwenye dini hata na leo. Hizo sheria zinakuwa ngumu kuliko sheria za Mungu. Kwa hiyo na kipindi cha masinagogi ndivyo ilikuwa. Wayahudi wakaangamizwa na hizo sheria mpaka zikawapeleka mbali na sheria za Mungu. Wao wakazitii kuliko sheria za Mungu. Maana Mafarisayo waliweka uzito mkubwa kwa hizo sheria ambazo zilikuwa zinaendana na mapokeo ya wazee au wazee waliobuni wakaandika. Kwa hiyo hizo sheria zilisisitizwa sana. Mungu atusaidie sana. Na sheria hizo zikawa za kuongeza kwenye sheria za Mungu. Kumbuka Biblia inasema kwamba kwenye neno la Mungu tusiongeze na tusipunguze. Sasa wazee hawa wakaongeza, waliongeza upande mwingine wakawa wamepunguza uzito wa sheria za Mungu. Wayahudi ikawa ngumu kwao kubeba sheria hizo. Mfumo wa Kiyahudi kule masinagogi ukawa mzito sana. Ukawa kama kuzimu. Acha nikuonyeshe kidogo mapokeo ya wazee katika dini ya Kiyahudi. Tukisoma sura ya 15 katika Mathayo mtakatifu, Biblia inasema, ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyavunja mapokeo ya wazee? Sio sheria ya Mungu. Hao waandishi na Mafarisayo wakatoka Yerusalemu
wakamfuata Yesu huko alikuwa akifundisha. Wakamshutumu Yesu wanafunzi wake, mbona wanafunzi wako wanavunja sheria ambazo ni mapokeo ya wazee? Hizi sheria zimetungwa na wazee, tunaziheshimu. Kwa nini Yesu Kristo mitume wako wanazivunja? Kwa nini? Mapokeo ya wazee. Kumbuka nimewambia mapokeo ya wazee yalifanya mfumo wa dini ya Kiyahudi kuwa mzito sana kuliko sheria za Mungu. Ndipo wakamuuliza Yesu, mbona wanafunzi wako huyavunja mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula. Kwa hiyo miongoni ya mapokeo ya wazee ilikuwa ni kunawa. Ilikuwa ni kunawa. Hapa ndio ilikuwa ni kesi. Ukitaka kufuatilia fundisho hilo, ujaribu kufuatilia kwenye vipindi vya awali tulifundisha kuhusu mapokeo haya ya wazee yalikuwa ni aina gani. Acha tuendelee kusoma neno la Mungu. Yesu akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi hujivunja amri ya Mungu Baba yako na mama yako? Acha nirudie tena, nisome neno la Mungu. Kwa kuwa turudie mstari wa 3. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huivunja amri ya Mungu Baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Yesu sasa naye anawarudilia, anawaambia, kwa nini mnavunja sheria ya Mungu ambayo inayosema kwamba tumtii baba, na yule ambaye hamtii baba yake na afe? Kwa nini mnavunja sheria hiyo? Kwa lugha nyingine, walikuwa wanavunja sheria hiyo kwa sababu ya mapokeo ya wazee. Mungu atusaidie. 5. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. 5. Bali ninyi husema, atakayemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho nikusaidie kwacho, na kitoa wakfu. Basi asiyemheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Mungu atuhurumie sana. Kwa hiyo mfumo wa Kiyahudi ulikuwa ni mfumo wa kuwaweka Wayahudi kuwa mbali na sheria za Mungu. Mfumo wa dini ya Kiyahudi ulikuwa unatangua sheria za Mungu kwa sababu ya mapokeo ya wazee. Kwa hiyo ndugu katika Kristo, tujilinde kwanza na mapokeo ya wazee katika dini zetu. Tujilinde na mifumo ya dini zetu, kwa sababu mifumo mbalimbali ya dini ukichunguza vizuri huwa inatupeleka mbali ya kumtii Mungu. Hiyo ni moja. Kufikia hapo tumeelewana vizuri kuhusu mfumo wa masinagoge kule Yerusalemu. Turudi kwenye mada yetu, kuogopa kutengwa na dini au sinagoge kwa ajili ya Yesu. Katika mfumo huo wa Kiyahudi ilikuwa ngumu sana kumkiri Yesu hadharani kulingana na mfumo huo. Mfumo huo wa Kiyahudi ilikuwa ngumu kwa Myahudi kumkiri Yesu kama mwana wa Mungu. Ilikuwa ni ngumu sana. Hata na leo kuna dini ambazo zina mifumo ambazo haziwezi kumkubali Yesu kama mwana wa Mungu. Kwa hiyo mifumo yote ni kama ile mifumo ya masinagogi. Kwa hiyo ndugu yangu unayenifuatilia, jiepushe na mifumo ya madini. Sababu Yesu alichokileta uzima wa milele. Hajaleta mfumo wa masinagogi au mfumo wa madini. Hapana. Yesu alileta uzima wa milele.
Sasa tukizungumza kutengwa na sinagogi ilimaanisha nini? Kutengwa na sinagogi ilikuwa nini? Kwa sababu tumesikia mada yetu kuu ni kuogopa kutengwa na sinagogi kwa ajili ya kumkiri Yesu Kristo. Katika nyakati za Agano Jipya, hasa wakati wa huduma ya Yesu Kristo, kutengwa na sinagogi kulimaanishwa kutengwa kabisa na jamii ya Kiyahudi. Naomba uendelee kunifuatilia. Kutengwa na mfumo wa masinagogi ilimaanisha kutengwa na jamii lote la Kiyahudi. Hii ilikuwa adhabu kali ikijumuishwa. Ilikuwa ni adhabu kubwa. Kule Yerusalemu ukitengwa na jamii ya Kiyahudi ilikuwa ni adhabu kubwa. Na ulikuwa ukitengwa na jamii, ulikuwa unatengwa pia na mfumo wa dini. Kwenye ibada ulikuwa huwezi kuhudhuria. Huwezi kuhudhuria ibada. Lakini pia ulikuwa unatengwa kufanya biashara na mwingiliano mwingine wa kijamii. Kwa hiyo mfumo wa Kiyahudi ukikutenga, ulikuwa unatengwa kwa jamii ya Kiyahudi lote na unajengwa kufanya biashara au mwingiliano wowote katika jamii. Sasa watu waliomwamini na kumkiri Yesu kama Masihi walikabiliwa na tisho hili la kutengwa katika mambo yote katika Uyahudi. Viongozi wengi wa Kiyahudi, haswa wale walikuwa katika ile kamati kuu ya Kiyahudi, ya mfumo wa Kiyahudi, wengi miongoni mwao walimwamini Yesu, lakini wakaogopa kumkiri Yesu Kristo hadharani, kwa sababu walihofia kupoteza vyeo vyao katika kamati ile kuu ya Kiyahudi. Wengi waliogopa kutengwa katika jamii ile ya Kiyahudi. Mfano, mnakumbuka kipindi mzee mkongwe Nikodemu ambaye aliyemfuata jioni gizagiza akimfuata Yesu Kristo. Kumbukeni alipomwambia jinsi ya kuzaliwa mara ya pili. Yule alikuwa kiongozi mahiri katika mfumo wa Kiyahudi. Aliogopa, lakini alikuwa amemwamini Yesu, lakini akamuogopa kumkiri hadharani. Yohana Mtakatifu alithibitisha hilo. Tukisoma katika ile Injili ya Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 12, sura ya 12 mstari wa 42, Biblia inasema. Mstari wa 42 Biblia inasema, lakini hata katika wakuu walikuwamo wengi. Akataja, narudia tena, lakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na masinagogi. Kwa hiyo mfumo wa Kiyahudi, ukimkiri Yesu hadharani, naye na mtu huyo alikuwa kitengwa kwenye masinagogi. Kwa hiyo Biblia inathibitisha kwamba wakuu katika masinagogi walimwamini Yesu, lakini wakaogopa kumkiri hadharani kwa sababu ya mfumo. Ndugu yangu, kama uko kiongozi, ndugu yangu, kama una huduma ndani ya kanisa, usikatae kumkiri Yesu Kristo kwa sababu ya mfumo. Mimi siwezi kufungwa na mfumo wa kidini eti nisiweze kumkiri Yesu Kristo hadharani. Hiyo nimesha hapa mbele za Mungu. Naomba uwezo wa Roho Mtakatifu ili uendelee kutamalaki juu yangu, kwa sababu ili nisije nikafungamana na mfumo wa kidini. Maana mfumo wa dini haujaniita. Mimi nimeitwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo hili nalizungumza hata na Ibilisi aliyoko kuzimu asijichanganye kwamba mimi kesho nitamezwa na mfumo wa dini yoyote.
na Mungu anisaidie. Na wewe pia wape mbele za Mungu. Ibilisi na mapepo wasikie hilo, na mbingu isikie, ili ikupe uwezo wa kupambana na mifumo ya kidini. Maana Yesu Kristo alituletea uzima wa milele. Kwa hiyo Biblia inaonyesha wazi kwamba hata na watu mashuhuri walikuwa na hofu nyingi kule Yerusalemu. Waliogopa kumkiri Yesu hadharani. Je, na wewe uko katika mazingira hayo? Kama uko katika mazingira hayo, uko mbele ya hatari, na Mungu akusaidie sana. Acha tuangalie mfano wa mtu aliyeogopa kumkiri Yesu kwa kuhofu mfumo wa Kiyahudi, nasi tupate fundisho. Mimi siwezi kujua dini lako, lakini maneno haya na mfano huu uweze kuwa kielelezo katika maisha yako ya kiroho, ili usiendelee katika hofu na kuogopa kumkiri Yesu Kristo hadharani. Tunaposoma katika Injili ya Yohana hii, Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 18, Biblia inasema nini? Biblia inasema 9 mstari wa 18, Biblia inasema ukiwa na Biblia yako naomba uende na mimi unifuate. Basi Wayahudi hawakuamini habari zake ya kuwa alikuwa kipofu, kisha akapata kuona, hadi walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Kichwa cha habari kinasema Mafarisayo wauchunguza uponyaji. Yesu Kristo alimponya kipofu ambaye aliyezaliwa yuko kipofu. Sasa Wayahudi walikataa kukubali kwamba yule mtu alikuwa kipofu, na yule mtu alikuwa akikaa mbele ya hekalu, walikuwa wakimuona kila siku. Lakini wakashupaza mioyo yao, wakakataa kukubali muujiza wa Yesu Kristo. Si vibaya kuchunguza muujiza, maana Biblia inasema kwamba tuchunguze miujiza yote, kwa sababu yote haitoki kwa Mungu. Lakini hawa walipitiliza, hawa walikumaza mioyo yao, wakakataa kuamini kwamba huyu mtu ni kweli amefanywa muujiza, alikuwa kipofu, sasa kwa leo anaona, kwa sababu walimpinga Yesu Kristo na kazi zake. Walimpinga Yesu. 19, Biblia inasema nini? Wakawauliza wakisema, huyu acha tusome hapa 18. Kwanza walipinga kwamba huyu mtu alikuwa sio kipofu. Wakaendelea hadi walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Sasa wakamuuliza mzazi wake, sababu mtu yule alikuwa na wazazi ambao waliomzaa walijua nyake takriban mingi zaidi kwamba huyu mtoto alizaliwa kipofu. 19, wakauliza wazazi, na wazazi hawa walikuwa ni waumini ndani ya mfumo huo wa Kiyahudi katika masinagogi. Walikuwa ni wacha Mungu kama jinsi na wewe unavyokiri kwamba wewe ni Mkristo ambaye uliookoka, lakini unashindwa leo kumkiri Yesu Kristo hadharani. Wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Hapa wanauliza wazazi wake, amepataje basi kuona sasa? Huyu ulikuwa ni mtego. Waliulizwa mtego na wazee wa Kiyahudi, Mafarisayo na wale waandishi. Hawa ndio sasa walikuwa viongozi wa ule mfumo wa sinagogi. Kwa hiyo wazazi wakawa mbele ya mtihani, wakikubali kwamba ni kweli Yesu amemponya, watakuwa wamemkiri hadharani. Kwa hiyo watatengwa kwenye jamii, watatengwa kwenye jamii ya Kiyahudi, watatengwa kwenye ibada za Kiyahudi, watatengwa kwenye biashara na mwingiliano wote wa kijamii.
Sasa swali likawa mbele zao, kama jinsi na wewe ndugu yangu leo hii unakabiliana na changamoto fulani, ambazo hizo changamoto ziko tayari kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Umaskini, njaa, magonjwa, hayo yote ni kama masuala haya mzazi huu aliyeulizwa, je, nyenye mnaelewaje? Mnakubali kweli aliponywa na Yesu Kristo? Ndugu yangu unayenifuatilia Mkristo, changamoto zote unazozipitia ambazo ziko tayari kukutoa kwenye uwepo wa Mungu katika safari hii ya kujikana na kumfuata Yesu Kristo, hizo zote ni kama masuala haya. Kwa hiyo endapo utaenda na umaskini wako na kupoteza utakatifu, kwa hiyo utakuwa umeshindwa kumkiri Yesu Kristo. Kama wewe ni mchungaji, unaongoza kanisa, Mungu alikupa neema ya kuongoza watu, kondoo, ili ufikishe kwenye utakatifu. Unapofanya ujanja, kwa hiyo unashindwa kumkiri Yesu Kristo hadharani. Mungu atusaidie sana. 20, tuendelea kusoma. Wazazi wake wakajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Lakini wazazi wakasema, sisi tunajua mwana wetu alizaliwa kipofu. Lakini 21, Mungu atusaidie sana na Mungu atusamehe, kwa sababu majibu haya ya huyu mama ndio majibu anayopatikana katika Wakristo. Tunazungumza kwamba tumeokoka, lakini majibu haya ya mwanamke kulingana na muujiza uliotendewa mtoto wake inafananishwa na maisha yetu ya kila siku. Mungu atusaidie. Leo kwa kuomba kazi, tunafanya uzinzi, tunatoa rushwa, tunafanya wengine ujanja, tunashindwa kumkiri Yesu Kristo, tunashindwa kumtolea ushuhuda Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Mama akajibu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui. Mtoto wetu alizaliwa kipofu, hilo tunalijua. Lakini kulingana na jinsi mtoto wetu anavyoona kwa sasa, sisi hatujui. Kwa hiyo huyo ni mtoto mzima. Kwa hiyo mumuulize. Wao wakakwepa swali lile. Mumuulize. Mungu atusaidie sana. Yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Mungu atusaidie sana. Huyu mama alijua dhahiri kwamba Yesu Kristo ndiye aliyemponya mwanae. Alijua vizuri sawa kwamba mtoto yule alizaliwa kipofu, na mara ya kukutana na Yesu Kristo akafumbuliwa macho akaona. Lakini mbele ya mfumo huu wa sinagogi, mbele ya makuhani hawa, huyu mama au hawa wazazi wakashindwa kukiri muujiza wa Yesu Kristo, kukiri kweli ya Yesu Kristo kwamba ni yeye aliyemponya. Wakakwepa. Mungu atusaidie sana. Waliogopa. Mama akakwepa. Sisi tunajua mwana wetu alikuwa ni kipofu, lakini hatujui details, na walikuwa wanajua. Wakasema, mtoto wetu ni huyo, muulize, atawaambia. Wakakwepa swali, kama jinsi na sisi katika maisha ya kawaida tunakwepa. Mungu akusaidie. Kama wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, usikwepe kuzungumza kweli ya Mungu. Usikwepe kutoa ushuhuda, kwa sababu kuna hatari iko mbele yetu kwa kushindwa kumshuhudia Kristo. Mama alishindwa kumshuhudia Kristo kwa sababu ya mfumo wa Kiyahudi. Akawa amebanwa, akashindwa kumkiri Yesu. Kwa hiyo ndugu zangu unanifuatilia,
chunguza vizuri, je, mfumo ambao ulioko mbele yako ambao unaokubana kumkiri Yesu Kristo ni mfumo upi? Kwa sababu mifumo iko tofauti. Kuna mfumo ambao uko mbele yako unakufunga kumkiri Yesu Kristo. Ni upi? Chunguza maisha yako. Neno hili limekuja kama kioo, kama mzani kwako, ili ujichunguze, uangalie. Mama huu au wazazi hao walifungwa, wakabanwa na mfumo. Ni kwa nini? Kwa sababu ya mfumo wa Kiyahudi. Kwa hiyo ndugu yangu unanifuatilia, unaweza kuwa ni mwanafunzi, binti au kike, binti au mvulana, mwanaume, mwanamke, kiongozi au Mkristo. Ni kitu gani, ni mfumo upi uliopo mbele yako kimaisha ambao unaokufunga, unaokubana kumkiri Yesu Kristo? Ni upi? Ni upi ndugu yangu? Kwa hiyo jichunguze, muda huu ni wa kujichunguza ili tuangalie. Ni vizuri tujipime kwenye neno la Mungu ili tuone kwamba mzani huo tunapita. Sasa leo kuna mfumo upi? Je, mfumo ule wa masinagogi kule Yerusalemu leo inawezekana unaendelea? Ni kweli? Katika madini mbalimbali, dini mbalimbali bado zina mfumo wa Kiyahudi ambao unaoendelea hata na leo, ambao mifumo inayofunga waumini hata na leo. Kwa hiyo ndio maana tuwahi kufundisha tukaangalia, chunguza dini yako uliomo. Je, ni dini ambayo ina mifumo kama mifumo ya Kiyahudi? Chunguza. Chunguza. Watu wengi tuko kwenye dini mbalimbali. Lakini tumewekwa mbali na Mungu kwa sababu ya mifumo ambayo tuliomo ndani. Mifumo ile Yesu aliyoikemea kama jinsi tulivyosoma katika Mathayo 23. Yesu Kristo akatoa ole nyingi pale. Hata na leo mifumo hii bado inaendelea kwa kulipotosha neno la Mungu. Leo kuna mafundisho kadhaa, walimu, viongozi wa makanisa leo wanapotosha neno la Mungu. Leo wanajenga mafundisho ya neno la Mungu, wanasema kwamba Mungu haangalii nje, haangalii mwili, Mungu anaangalia ndani tu. Kwa hiyo haya ni mafundisho ambayo yamesababisha watu kutoka nje na mapenzi ya Mungu. Watu wanajali ndani tu, miili yao imekuwa najisi. Watu wanashindwa kufikia utakatifu wa Mungu. Haya ni mafundisho ambayo yamejenga mifumo mbalimbali ya madini au makanisa kwa siku ya leo au kwa nyakati za leo. Watu wanakuwa ni shida kufika kwenye utakatifu. Mungu atupe macho ya kiroho ili tuweze kuchunguza mifumo ya dini au makanisa leo. Wengi wanafundisha kwamba sisi tuko huru ndani ya Yesu. Watu wanafanya mambo wanayohitaji. Watu wanakuwa hovyo, wanakuwa huru kufanya dhambi, eti kwamba sisi tuko huru. Lakini ni vizuri ndugu yangu, unapofundishwa mifumo hiyo au mafundisho haya, tujue uhuru wetu unaanzia wapi na unaishia wapi katika Kristo. Mungu atusaidie sana. Wengi wanafundisha kwamba hatuko chini tena ya sheria, sisi tuko chini ya neema. Ni kweli. Kwa hiyo sheria haitubani tufanye lolote, zile sheria hazituangalii. Watu wengi wanashindwa kuingia kwenye ule mfumo wa kutafuta uzima wa milele. Watu wanakuwa najisi kuliko kutafuta utakatifu wa Mungu ule aliyotuita, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Tujihadhari na mifumo hii ya dini zetu. Na wakumbusha tena, Yesu Kristo hajaleta mifumo ya masinagogi au madini au dini zetu au makanisa. Yesu Kristo alileta uzima wa milele. Kumbuka, mada yetu ni kuogopa kutengwa na sinagogi kwa ajili ya kumkiri Yesu Kristo.
Hayo yote ambayo tunayozungumzia, ambayo yanayofundishwa katika dini tofauti, yanafananishwa kama mapokeo ya wazee. Wayahudi wakamshutumu Yesu, wanafunzi wako mbona wanavunja mapokeo ya wazee? Kwa hiyo hata na kwenye dini kuna mapokeo ya wazee. Kama kuna mwanzilishi wa dini, yeye alianza dini kwa misingi hii, na wale ambao waliomo katika dini ile wanafuata misingi ile ile ambayo iko tofauti na neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu unayenifuatilia, angalia vizuri, usiwe unaendelea katika mapokeo ya wazee, lakini uendelee na kudumu katika maneno ya Mungu matakatifu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Kuna mifumo mingi katika dini ambayo imeweka sheria ambazo ziko mbali na neno la Mungu. Katika dini tofauti kuna sheria ambazo zimewekwa na viongozi wa makanisa, ambazo zinakuwa ngumu sana, zinakuwa ni mzigo kwa waumini, ambayo sheria hizo zinaweka mbali na sheria za Mungu. Hata na leo mifumo hiyo inalinganishwa tena na dhambi tunazoziishi. Kwa hiyo mfumo sio sheria tu za makanisani, lakini mfumo unaweza ukafananishwa na dhambi ambazo tunazoziishi katika maisha ya kawaida. Wengi wetu tuliokoka kupitia kumwamini Yesu Kristo na kusamehewa dhambi zetu, na tukabatizwa kwenye maji tele. Umebatizwa kwenye Jordan, ukachovywa kwenye maji. Wengi tumeamini hivyo, tumeokoka na tumebatizwa vizuri, si ndio? Na tulifundishwa kwamba hatupaswi kufungiwa nira na wasioamini. Lakini ni vigumu kuambatana na kweli hiyo. Watu wengi tunajua kwamba hatupaswi kufungamana na dunia au kufungamana na wale ambao hawaamini. Tusifungiwe nira nao. Lakini leo inakuwa ngumu kuambatana na kweli. Kwa hiyo huo ni mfumo ambao unaokufunga, unakuweka mbali na mapenzi ya Mungu. Sasa wengi wanaogopa fedheha. Wengi inakuwa ni ngumu sana kujiepusha au kujitenga na hao wengine ambao hawaamini. Wengi wanaogopa fedheha. Wengi wanaogopa kupoteza mafaida zao. Wengi wanaogopa kutengwa na jamii, wanaogopa kutengwa na familia zao, kama jinsi ilivyokuwa Uyahudini kule kwenye masinagogi kule Yerusalemu. Hata na leo kuna wengi wanaogopa. Anakuambia mimi nafanya uzinzi na ndugu yangu, huyu ndugu yangu ndiye tukifanya uzinzi naye ndipo nina kazi yangu ninailinda. Mabinti wengi wanafanya uzinzi kwa kulinda kazi zao. Kwenye makanisa kuna vijana ambao wanatumiwa ndivyo isivyo, kwa sababu hivyo vinawasaidia kuishi. Hata na kwenye nchi kuna watu ambao kiukweli wanatumiwa na maserikali tofauti kwa kuua watu na kuwatesa, kwa sababu wasipofanya hivyo hawataishi vizuri. Wana mishahara mizuri, wana marupurupu mazuri. Kwa hiyo huo ndio mfumo wako wa kisinagogi ambao unaokuzuia kumkiri Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Kama tulivyosikia, mzazi alishindwa kushuhudia Kristo mbele ya Mafarisayo, mbele ya waandishi, mbele ya Wayahudi kwa sababu ya ule mfumo wa Kiyahudi. Hata leo kuna watendakazi ndani ya makanisa. Hata na leo kuna wachungaji kulingana na vyeo ambavyo vipewa, walimu wa kanisa, wainjilisti, mashemasi ndani ya kanisa ambao walipewa nyadhifa mbalimbali, wamepewa kuketi mbele ya wengine. Wanashindwa kumkiri Yesu Kristo kwa sababu wanaogopa kupoteza vyeo vyao makanisani.
wanaogopa kutengwa makanisani, ili wasipoteze hayo yote. Kwa hiyo ndugu yangu, jichunguze. Je, uko kwenye dini ukichunga au ukilinda cheo chako? Kwa hiyo ujichunguze vizuri. Mungu anachokihitaji, anahitaji uondokane na hofu ili umkiri Yesu Kristo, ili kesho usije ukalie. Mkiri Yesu Kristo kuanzia leo. Wengi wamefungwa na mifumo ya kanisa. Bora ashuhudie uongo, bora athibitishe pesa za uongo ili alinde heshima yake. Inakuwa ngumu wazee wa kanisa kulinda kweli ya neno la Mungu, kwa sababu usipolinda kweli ya neno la Mungu, wengi, kuna wachungaji kwenye bodi za kanisa, wao wanakuwa wanapiga makofi tu. Kuna waumini, kuna Wakristo ambao wao ni kupiga makofi, wao wanafuata tu. Mimi ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti, kwa hiyo nikimpinga huyu nitapoteza wakati wangu, nitapoteza cheo changu, nitapoteza nafasi yangu. Kwa hiyo wengi katika makanisa wamefungwa na mifumo hiyo. Yesu Kristo anasema kwamba, anasema nini? Tutamalizia. Utaona adhabu yako unaposhindwa kusimamia kweli ya neno la Mungu. Kama we Mungu alikufanya kiongozi wa kanisa, au kuwa miongoni mwa wazee wa kanisa, au kuwa kwenye vikundi vya waimbaji, au kuwa miongoni vikundi vya shemasi, au nyadhifa zingine ndani ya kanisa, Mungu anapenda usimamie kweli. Unaposimamia kweli, wewe unamkiri Yesu Kristo. Unaposoma Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 32, Yesu Kristo alituonya. Alisema nini? Naenda kumaliza. Namaliza somo hili. Kwa hiyo ndugu yangu, ambaye unayepotosha kweli ya neno la Mungu, unashindwa kumkiri Yesu Kristo, Yesu Kristo anakuonya. Anasema nini? Wewe Mkristo ambaye unafanya kazi, unalinda kazi yako kwa sababu ya uzinzi, unazungumza uongo ili ulinde kazi yako, ili ulinde heshima yako, si ndio? Wewe unashindwa kuvumilia katika changamoto ulizomo mpaka unafanya uchafu, unashindwa kumkiri Yesu Kristo. Yesu Kristo anatuonya. Naenda kumaliza. 10:32 Biblia inasema. 10:32 Biblia inasema, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Mungu atusaidie sana. Yesu Kristo anatuonya. Kiongozi unanifuatilia, mhubiri unayenifuatilia, Mkristo unayenifuatilia, hata na wewe ambao hujapata neema ya kuokoka, Yesu Kristo anaonya. Anasema unaposhindwa kunikiri mbele za wanadamu. Kuna watu wanasema kwamba wameokoka, lakini wanashindwa kufanya wema, wanashindwa kufanya ile kweli ya neno la Mungu. Anasema kwamba nitadhalilika. Yesu Kristo anasema kwamba unaposhindwa kunikiri mbele za wanadamu, kwa sababu wengi wanajifikiria kwamba kumkiri Yesu Kristo ni ile kusema kwamba mimi Philemon nimeokoka, nampenda Yesu, lakini anashindwa kutenda matendo ambayo anayeendana na ushuhuda ule. Yesu Kristo anakuonya ndugu mpendwa. Anasema kwamba ukishindwa kunikiri mbele ya wanadamu, nami sitoweza kukukiri mbele za Bwana. Hatoweza kukukiri mbele za Baba aliye mbinguni. Kumbukeni Biblia inasema kwamba hakuna yeyote anaweza kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Huyo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa na aibu ya kumkiri Yesu Kristo, kwa hiyo naye itakuwa ngumu kukupeleka kwa Baba, kwa sababu wale waliomkiri Baba, waliomkiri Yesu Kristo, Yesu Kristo atawapeleka, atasema, Baba, watu wako ndio hawa. Kwa hiyo wewe, kama wewe hukusimamia kweli ya neno la Mungu,
Bwana Yesu miongoni mwa wale kondoo ambaye aliyesema kwamba kondoo ulizonipa ni hizi Baba, zipokee katika ufalme wa mbinguni, wewe hutokuwemo. Kwa hiyo kitakachobaki itakuwa ni kilio na kusaga meno. Utatupwa jehanamu, utalia na kusaga meno miaka nenda rudi. Utakuwa umetengana na uwepo wa malaika na Yesu Kristo na vingine viumbe wazee wote wa mbinguni. Utakuwa umetengana na uwepo wa kila kitu mbinguni. Wewe utakuwa umeenda jehanamu. Na Mungu atusaidie sana. Hayo ndio maneno Roho Mtakatifu ameweka ndani ya kilindi cha moyo wangu ili niweze kuchangia na wewe, ili tusifungwe na mifumo ya dini, tusifungwe na mifumo ya familia, tusifungwe na mifumo ya nchi. Hiyo iwe kikwazo kwetu, itubane kumshuhudia Yesu hadharani. Mungu atusaidie sana. Baba, katika jina la Yesu, bariki yeyote aliyesikia neno hili Baba, ili neno hili liweze kuingia ndani ya moyo wake, ili liweze kumsaidia, ili aweze kudumu na kukukiri wewe Yesu Kristo, ili siku itakapofika ili uweze kumkiri mbele ya Baba. Asante Baba, takasa neno hili na takasa yeyote atakayesikia neno hili, ili liweze kuwa baraka katika mioyo yao, na neno hili lisiwe laana bali liwe baraka katika mioyo yetu. Asante Baba kwa kuwa umetuwezesha, ni katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.